Kiukweli Wema Sepetu ameacha watu midomo wazi licha ya watu wengi kuweza kuzungumza mengi juu ya ujauzito wake, lakini ameonekana mtu ambaye hakati tamaa. Ameweza kuonesha ujasiri na nguvu ya yeye kuweza kuwa mwanamke, kwa sababu tumeweza kuona Mange Kimambi aliweza kuzungumza haya na yale kuhusiana na ujauzito wa Wema Sepetu, kwamba Wema bwana, mtoto yule sio wake bali ni mtoto wa mwanamke mwingine, lakini waja nao walikuwa wakizungumza mengine zaidi ya kusema kwamba dada yetu Wema Sepetu ameweza kuweka tumbo la bandia, mbona tumbo lake tujaweza kuliona rasmi. Haya ndio mambo ambayo yalikuwa yakiendelea kwenye mitandao ya kijamii, lakini tuliweza kuona Whozu aliweza kuposti picha ya mpenzi wake, yani video ya mpenzi wake akiwa anamfanyia ultrasound na mapigo ya mtoto yalikuwa yanacheza vizuri, jambo ambalo mashabiki wengi waliweza kuvutiwa nalo, na wengi wao wakasema kwamba ama hakika hapa sasa mtakuwa mmefanya jambo jema, kwa sababu watu wengi walikuwa wanafikiria vile ambavyo wanavyowaza wao, na pia wengi wao walishaanza kusema kwamba mimba feki ya bibie Wema Sepetu. Lakini tuliweza kuona hata dada yetu Aunt Ezekiel aliweza kuposti Wema akiwa mjamzito na akionyesha tumbo lake pia. Hapo ndipo watu waliendelea kuamini zaidi kwa hiki ambacho kinachoendelea. Kiukweli Wema Sepetu ni mtu wa watu, na Wema Sepetu ni moja kati ya mwanamke ambaye anapendwa sana na jamii hii, na tumeweza kuona namna ambavyo taarifa hii ilivyoweza kupokelewa na mashabiki wa Wema Sepetu. Tayari ameshaweza kujifungua. Watu wengi waliweza kufurahi na kushangilia pia kiujumla, na tumeweza kuona siku ya jana aliweza kufanyiwa sherehe ambayo iliwafanya watu wengi waweze kuvutiwa navyo, na wengi wao waliweza kuzungumza mengi wakisema kwamba kiukweli kwa hiki ambacho kilichoweza kutokea kwa Wema Sepetu, Mungu mwenyewe ndiye ambaye anayejua. Mungu aendelee kumsimamia Wema Sepetu na aweze kumlea mtoto wake kwa malezi yaliyo bora na malezi mazuri kiujumla. Sisi tunampenda sana.